Adui yangu mkubwa hakuwa nje, alikuwa mtu yule mwamini kuliko wote. Hii si hadithi ya kubuni. Hii ni hadithi ya usaliti iliyobadilisha maisha yangu milele. Nilikuwa naamini sana watu. Nilikuwa naamini kwamba ukifanya mema, mema hurudi. Lakini nilikuwa nimekosea. Nilimjua mtu huyu kwa miaka mingi. Tulikuwa karibu kuliko ndugu. Tulishirikiana ndoto, mipango na hata maumivu. Nilimpa siri ambazo sikuwahi kumwambia mtu mwingine yeyote. Nilimpa udhaifu wangu, hofu zangu na ndoto zangu za baadaye. Nilidhani nikifanya hivyo nilikuwa najenga imani, lakini sikujua nilikuwa najenga silaha ya kuniumiza. Kulianza kuwa na mabadiliko, sio mabadiliko makubwa. Ilikuwa ni ile hali ya mtu kubadilika kimya kimya. Maneno yakawa mafupi, ahadi zikaanza kuchelewa. Niliona, lakini sikutaka kuamini kabisa. Siku moja nilisikia jambo ambalo sikupaswa kulisikia kabisa. Niliposikia jina langu likitajwa, moyo wangu ulianza kwenda mbio. Nilisimama kimya, nikaanza kusikiliza. Ndipo niliposikia ukweli. Inaumiza sana. Yule niliyemwamini alikuwa akinisimulia kwa watu wengine. Siri zangu zilikuwa ni mazungumzo ya vicheko. Maumivu yangu yalikuwa ni burudani kwao. Lakini bado, hiyo ilikuwa sehemu mbaya zaidi. Sehemu mbaya zaidi ilikuwa pale nilipogundua kuwa alikuwa anatumia udhaifu wangu dhidi yangu. Mipango yangu alipindua, jina langu kalichafua. Na yote hayo akawa amevaa tabasamu la urafiki. Niliumizwa sana. Nikamuuliza maswali. Kwa nini? Akatabasamu kidogo kisha akasema, ni maisha tu. Maneno haya yalinivunja zaidi ya kitendo chenyewe. Kwa sababu hapo niligundua kuwa sio kila mtu anayekusaliti ana majuto. Wengine wanaona ni akili. Usaliti hauji ili kukuua, unakuja ili ukubadilishe. Unakufundisha mipaka, unakufundisha tahadhari pia. Na unakufundisha kwamba sio kila mtu anastahili kujua kila kitu kukuhusu. Usaliti mkubwa haumi kwa sababu unatoka kwa adui. Unauma kwa sababu unatoka kwa mtu uliyemruhusu awe karibu na moyo wako. Hii ilikuwa simulizi ya maisha. Subscribe kwa simulizi zaidi za kweli zinazogusa moyo na kufundisha maisha.